somo letu liko hapo leo, the assignment of a believer, jukumu la anayemwamini Mungu. Assignment of a believer. Okay? Maandiko anasema kwenye kile kitabu cha Yoeli 2:28 anasema siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake kwa wote wenye mwili. Okay? Mungu atamwaga roho wake kwa wote wenye mwili. He did not say kutakuwa na limitation kwamba atamwaga roho wake kwa wale watu ambao ni Wakristo peke yao, kwamba hawa ni Wakristo peke yao ndio wako qualified. Watu wengine wote hawako qualified kupokea roho wa Mungu ambaye amewekwa tayari kwa ajili ya kila kitu. Now ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Warumi 10:12 maandiko anasema hivi, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa sababu ni Mungu wa wote wenye mwili, hawekagi tofauti linapokuja swala la yeye kufanya makusudi yake au kufanya kile ambacho anataka kukifanya. Now, nataka nikupe kwa sehemu tu kusudi au what is the mind of God. Nini ilikuwa ndani ya moyo wa Mungu wakati anamuumba mwanadamu? Okay? Nini kilikuwa kwenye moyo wa Mungu wakati anamuumba mwanadamu? Lakini baada ya kuwa amemuumba mwanadamu, nini ilikuwa ni ndani ya moyo wa Mungu wakati amemwachilia Yesu kuja duniani kufa na kukomboa wengine? Sijui kama tunaenda pamoja. I want to give you the mind of God. Nataka nikupe moyo wa Mungu ulikuwa umebeba nini kwa habari ya alipokuwa anamuumba mwanadamu. You see, alafu baada ya hapo moyo wa Mungu ulikuwa umebeba nini alipomleta Yesu duniani. Now, ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo 1:26, wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, na baada ya hapo akamleta Eva in the picture, maandiko anasema akawabariki. Alipowabariki akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Alichokuwa na kizungumzia Mungu hakikuwa kwa mwanadamu peke yake, ilikuwa hata kwa wanyama, ilikuwa kwa kila kiumbe ambacho amekifanya. Kwa hiyo lengo la Mungu ni kwamba kutokea kwa uumbaji wa wale ile pea ya kwanza aliyoiumba, kuwe na multiplication, kuwepo na kujazwa kwa ulimwengu kutokana na kile ambacho amekifanya. Kwa sababu Mungu alipoumba matokeo ya kile ambacho alikiumba, tayari Mungu alishakiona katika ulimwengu wa roho na akajua ya kwamba hawa watafanya vyema. Unaona? Now, concerning the risks, kwamba hawa watu wataniasi au watafanya nini, I told you the other time, nilikwambia Mungu ni Mungu wa upendo. So wakati Mungu anatuumba, alitupa kitu kinaitwa will. Ndani ya will, ukimpa mtu kuchagua au mpi kuchagua kuumiza, unampa kitu kinaitwa freedom, liberation, uhuru, ili kusudi kwamba ndani ya huo uhuru unaompatia aweze kutambua jinsi ambavyo anapenda. You get what I'm saying? Now, you need to understand these things. Kwa mfano, nitakupa mfano. Mungu katika uwezo wake, yeye kama Mungu anao uwezo wa kuwipe out kila mtu, yani kuwipe out kila kitu, kufuta kila kitu juu ya uso wa nchi. Ana uwezo wa kufuta. Ndani ya huo uwezo wake anao uwezo wa kufuta kila kitu, wanadamu wote wakapotelea mbali, wakafutiliwa mbali. You see? Lakini katika uwezo wake pia ana uwezo wa kusamehe. Now, hatuwezi kusema Mungu, kama we ni Mungu kweli, tumia uwezo wako wa kufuta kila kitu, uanze upya na nini. Anao huo uwezo, lakini amechagua, kwa sababu ana choice, ana power of choice. Amechagua kutokufuta kila kitu. So, hiyo nguvu hiyo alionayo amekupa wewe kwa kukupenda na kukuamini, kwamba amekupa nguvu ya kuchagua kumpenda, okay? Kumpenda, kumheshimu na kutambua yeye ni nani, au kutokumheshimu
ili ukutane na kitu ambacho ni kiovu, kwa sababu Mungu ametupa kuchagua kati ya uzima na mauti. Now, kuna wakati fulani nakumbuka tulikuwa tunazungumza hii discussion sana na Peter akanasema kama Mungu anajua hivi vitu vyote na anajua ya kwamba akinipa uhuru, kama anataka kunipa uhuru, anatakiwa anipe uhuru ambao kama nimekosea asianze tena kunihukumu, kwa sababu yeye mwenyewe ndo alinipa uhuru. Sasa kama ulinipa uhuru wa kufanya chochote nachotaka kwa uhuru kabisa, kwa nini nikikosea tena uanze kunihukumu? Na katika discussion yetu nikawa nimemwambia kitu kimoja, nikamwambia Mungu alipotupa uhuru, Roho Mtakatifu nisaidie, Mungu alipotupa uhuru tulipewa uhuru wa kuchagua mauti na uzima. Tulichokifanya sisi tulichagua mauti by choice. Tulichagua mauti. Kwa sio Mungu anayetuhukumu kwa sababu hatukumchagua. Ni kwa sababu sisi wenyewe ndio tulichagua mauti. Kwa sio kwamba Mungu ametuchagulia mauti. Sisi ndio tumejichagulia mauti, kwa sababu alisema hivi, siku mtakayokula mtakufa hakika. Kwa hiyo msile, you are so much free. Mtakapokula mtakufa. It is not, sio sheria niliyowawekea nyie, ni sheria iliyoko. Ni sheria iliyoko ambayo hii sheria haitakiwi kuvunjwa na awaye yoyote. Hata mimi Mungu siwezi kuvunja hii sheria. I hope you understand ya kwamba Mungu ni Mungu anayeheshimu sana sheria, kiasi ambacho alipotaka kuja kuukomboa ulimwengu hakuvunja tu taratibu, kwa sababu yeye ni Mungu akaingia duniani akakomboa ulimwengu na sheria ameziweka yeye mwenyewe. Mungu huyo ikabidi atumie mchakato wa kumleta Yesu akiwa na mwili wa kibinadamu, ili Yesu aje ateswe na mwili wa kibinadamu, afe na mwili wa kibinadamu. Mungu huyo anaheshimu sheria zake kiasi hicho. Kwa hizi sheria ambazo zimewekwa na aliyeziweka ni Mungu, sio tu kwamba zinaheshimiwa na wanadamu au amekuwekea wewe mwanadamu, no. Ni sheria ambazo zimewekwa katika utukufu wake yeye mwenyewe, ili kusudi kwamba ziweze kufanya utaratibu wa yeye kufanya mambo katika namna ambayo itampa nafasi yake ya ukuu kama Mungu. Do you get what I'm saying? Kwa mfano, baada ya Mungu kuwa ameangamiza dunia na maji kwa mara ya pili wakati wa Nuhu, alipoiangamiza, Mungu yeye mwenyewe aliweka agano, kwa sababu ana wa kuapa juu yake. So it is in the integrity of God. Nikisema integrity sijui kama tunaweza tukaelewana kwa Kiswahili Kiingereza. Integrity ni uadilifu. Na uadilifu, nikisema uadilifu, mtu mwadilifu kwenye Kiswahili hapa tunaweza tukatafuta, hebu nionyeshe mtu mwadilifu, kashindwa kumuonesha kwa sababu pengine hujawahi kuona watu waadilifu. Lakini kwa Kiingereza ni rahisi zaidi kwa sababu ni neno ambalo limebeba maana. Integrity means to be responsible, okay? Kuwa responsible, kuwa transparent, kuwa yani ni mtu ambaye umeweka kila kitu wazi pasipo kujibebea nguvu wewe mwenyewe kwamba mimi ndio mwenye nguvu zote, sio udikteta. Integrity au uadilifu ni kinyume na yes, ni mtu mwaminifu, ni mtu ambaye like ni zaidi ya uaminifu. Integrity ni kuwa na kuwapa watu uhuru licha ya kwamba unawazidi mabavu, unawazidi nguvu. That is the integrity of God. So katika uadilifu wa Mungu, ilimpendeza Mungu ya kwamba kila anachokifanya akifanye hivyo. Kwa alipompa uhuru mwanadamu, hakumwekea mwanadamu sheria kwamba wewe ukifanya hivi utakufa wewe peke yako. Hapana, kila alichokiumba kina sheria zake. That is why jua kama jua lililoumbwa na Mungu linajua kwamba, linafahamu ya kwamba saa fulani ni muda wangu wa kuondoka, saa fulani ni muda wangu wa kuwa hapa. Na jua lina masikio, linasikia. Maandiko yanasema Yoshua akasimama akaliambia jua, sun stand still. Simama, akaliambia Joshua, analiambia jua lisimame, na likasimama. Kwa hiyo vina masikio hivi viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba. Jua, nyota, vyote vina masikio na vinasikia. Na ukiangalia wanyama, tunasemaga wanyama hawana akili. No, wanyama wana akili, ila akili yao ni akili ya wanyama, kwamba wamepewa ufahamu wao kwa ajili yao. Kwa wanajua kabisa ya kwamba ikiwa mimi ni swala, siwezi kwenda kulala na mbwa.
Ikiwa mimi ni mbwa, siwezi kwenda kulala na paka. Yani wana huo ufahamu. Every time you see these things, kila unapoona inafika hatua labda paka anaenda kulala na mbwa au mbwa analala na paka, there is a demonic entity. Kuna roho fulani au kuna mapepo fulani ambayo yameingia hapo ili kufanya hicho kitu, kufanya huo uharibifu. Hii ndio sababu ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 6, uharibifu wa wale malaika waliolala na wana wa wanadamu, waliolala na mabinti za wanadamu, wale malaika, haukufanyika kwa watu peke yao, ulifanyika paka kwa wanyama, kiasi ambacho hawa wanyama ikabidi Nuhu aanze kutenga na tafuta wanyama walio safi na wasio safi. Kwa nini? Kwa sababu hata wao waliharibiwa. Namna gani tunajua ya kwamba animals can be possessed, ya kwamba wanyama wana uwezo wa kushambuliwa na nguvu za mapepo? Yesu aliamuru mapepo ambayo yalimwambia, kama tunaomba uturuhusu tuwaingie nguruwe, na akaruhusu yakaingia nguruwe, alafu wale nguruwe wote wakaenda kufia baharini. Now I'm just laying down the foundation about what we are going to learn. So in the mind of God, katika makusudi ya Mungu ni kwamba Mungu alikusudia kila anachokiumba, kila alichokifanya, akifanye kiweze kuproduce, kiweze kuzalisha. You get what I'm saying? Kiweze kuzalisha, kwamba kutoka kwa Adamu kuwe na watu wengine wengi ambao watakuwa na sura na mfano wa Mungu, watatembea katika tabia ya kimungu tangu mwanzo. That was the idea of God. So mwanadamu alipoasi, okay? Mwanadamu alipoasi, huo mpango wa Mungu ukawa umeharibiwa. So Mungu akaamua kuwazaa tena upya wanadamu, like bringing them alive again. That is calling born again. Kwa sababu siku walivyokula, maandiko yanasema siku mtakayokula mtakufa hakika. Siku walipokula tunda walikufa. Ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1, anasema nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya dhambi na makosa yenu. Ina maana dhambi iliua. Baada ya kufa, huyu mtu akawa ametengwa. The other time nilikuwa naongelea kwa habari ya kufa. Kufa maana yake ni kutengwa. So Mungu akafanya mpango wa kumzaa mtu upya. You get what I'm saying? Now, katika kumzaa huyu mtu mpya, akamwachilia Yesu. Kienda kusoma kwenye kile kitabu cha Warumi 8:29. Warumi sura ya 8 mstari wa 29, maandiko yanazungumza, yanasema ili huyu Yesu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo Mungu akatuzaa sisi sote ili kusudi kwamba tufike mahali tuwe wengi wa uzao wa kimungu. You get what I'm saying? Wengi wa uzao wa kimungu. So kwa sababu hiyo ni kusudio la Mungu, wengi wazaliwe in the manner of God. Wengi wazaliwe ambao wana ufahamu, wana akili na ni wa uzao wa kimungu. Wengi wazaliwe katika uzao wa kimungu. Kwa nini? Kwa sababu uzao wa kimungu wa kwanza uliharibiwa, na huu uzao uliharibiwa kwa kitu kinaitwa disobedience, kutokutii. So kutokutii kwa mwanadamu kukaleta mauti. Unaelewa eh? Ndio maana anayezaliwa kwa upya kwa mara ya pili anatakiwa kutembea kwenye utii ili aendelee kuwa hai katika kuzaliwa kwake kwa mara ya pili. Yani kinachoitwa ni kwa wokovu wake wa mara ya pili. So tunaokolewa au tunazaliwa upya kwa njia ya imani, kwa kumwamini Yesu. Baada ya kuwa tumezaliwa upya, baada ya kuzaliwa upya, tunaanza kutembea kwenye obedience, kwenye utii, ili kusudi kwamba tusije kufa kama waliozaliwa mwanzoni, au Adamu alipozaliwa aliacha kutii, akaasi, akafa. Na kumbuka, in your head nimekwambia kwa habari ya kuzaliwa upya maana yake ni kufa maana yake ni kutengwa. So kila ambaye anatembea kwenye disobedience au kutokutii anakuwa na ruhusu kufa, anakuwa na ruhusu kutengwa na Mungu. Na maandiko yanasema kwa mtu yote ambaye ameshagusa vipawa vya Mungu, ikifika mahali akitembea kwenye disobedience, ile damu ya Yesu inayoweza kumfanya azaliwe kwa mara ya pili haiwezi tena kumfanya azaliwe mara ya tatu, kwa sababu kuzaliwa kupo huko tu. Unazaliwa mara ya kwanza, then unazaliwa mara ya pili. Unazaliwa mara ya kwanza kwa maana ya katika maisha ya dhambi ambayo ni maisha ya mauti. Kwa hiyo unakuwa ni kama mtu ambaye hajazaliwa kwa Mungu. Lakini unapompokea Yesu unazaliwa kwa Mungu, na hii inakuwa ni kuzaliwa upya, kuzaliwa kwa mara ya pili katika uhai, katika uzima. Okay? Now, kwa sababu hizo
Mungu kwa sababu aliweka Yesu awe mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya wengi, Mungu amekusudia kwamba katika kila aliyezaliwa, huyu aliyezaliwa atakuwa part and parcel au sehemu ya kusaidia wengine pia wazaliwe. Sijui kama tunaelewana. Kila aliyezaliwa upya, okay, imempendeza Mungu ya kwamba huyu aliyezaliwa upya awe sehemu ya kusaidia wengine wazaliwe. Na ukienda kufuatilia kwenye process nzima ya watu kuzaliwa, utagundua kwamba sio mama na mtoto wanaohusika peke yake kwenye kuzaliwa. Do you get what I'm saying? Kuzaliwa hakumuhusu mama na mtoto. Kuna third part. Na third part au sehemu ya tatu ni wakunga, wale wanaosaidia mtoto kuzaliwa. Okay? Now, sisi unaotuona hapa ambao tuko hapa ni kama wakunga. Kila mwanadamu ambaye ameokoka, unapookoka, lengo la Mungu ni kukufanya wewe kuwa mkunga ili kusaidia kuzaliwa kwa ndugu zako wengine. Nani ambaye anawazaa ndugu zako wengine? Roho Mtakatifu. Kwa sababu anayetufanya tunazaliwa upya ni Roho wa Mungu. Tunazaliwa kwa nguvu za Mungu. Kwa kuzaliwa kwa nguvu za Mungu, maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo nguvu ya Mungu inayoleta watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Uko kuzaliwa ambako kunaletwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sisi tunachokifanya, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa damu na nyama, sawa? Kazi yetu ni kuwa wakunga ili kusaidia wale waliozaliwa, ndugu zetu wanaozaliwa katika roho, wapate namna ya kuzaliwa vizuri na kuwa kama sisi vile tulivyokuwa. That is the plan of God. Kwa kila mtu anayeokolewa, imempendeza Mungu ya kwamba huyu mtu akue ili afike mahali aanze kufanya activities nyingine ndani ya ufalme wa Mungu. Are we still together? Sijui kama tuko pamoja mpaka hapo. That is how it works. That is why ukienda kufuatilia hata katika mfumo tu wa binadamu wa kawaida kuzaliwa, baba yetu alikuwa ni mmoja, mama yetu alikuwa ni mmoja, lakini kutoka kwa hao baba na mama tukapata watoto ambao unasema huyu mtoto ni dokta, huyu ni fundi wa hiki, huyu ni daktari, huyu sijui ni mjenzi, huyu ni nini. Na advancement au growth ama ukuaji au maendeleo ya wengine wote yanategemea maendeleo ya wale waliotangulia. So utaona baba amezaa mtoto mmoja, wa pili, wa tatu. Hawa watoto wa kwanza, wa pili na watatu ndio watakaosaidia ndugu zao kukua. Kwenye familia nyingi utagundua ndani tuna mtu yeyote ambaye ni mzaliwa wa kwanza au ni mkubwa kwao. Like unasema mimi kwetu ndio mkubwa. Yes. Ukiwa mkubwa utakubaliana na mimi ya kwamba unapokuwa mkubwa automatic responsibility za wazazi zinahamia kwako. Yani badala ya mzazi aje asimame aanze kuwaelekeza wadogo zako, acha, usishike, usifanye hivi, hayo majukumu yote yanahamia kwako. Wewe ndio unaanza kuyabeba hayo majukumu kana kwamba wewe ndio umewazaa hawa ndugu zako. Na hawa ndugu zako wanafika mahali wanakuwa kama watoto. That is why ukisoma maandiko yako utagundua ilifika mahali Paulo alikuwa anawatazama wale ambao wamezaliwa upya kama watoto, na anawaita vitoto vyangu na waonea utungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekuwa, baada ya kukua amebeba jukumu la kusaidia kukua kwa hawa wengine ambao wote ni ndugu zao. Ni ndugu zake. So kusudi la Mungu ni lipi? Kwamba kila anayezaliwa upya aweze kukua kufika kiwango cha kusaidia wengine wote wazaliwe na waweze kukua katika mazingira ambayo yataweza kumpatia Mungu tukufu. Kwa sababu Mungu anapowekeza mbegu, ile mbegu inazaa na kuzaa na kuzaa na kuzaa. Now unapochukua mbegu ukaenda kuipanda, hii mbegu inapokuwa, okay, inapokuwa, asante Roho Mtakatifu, unapochukua mbegu na iweka kwenye ardhi, okay, hii mbegu kisha iweka kwenye ardhi, mti huu utakuwa, ukikua yanatokea matunda mengine mengi. Now utaona mara nyingi sana Yesu alikuwa akiongea kwenye mifano, alikuwa anazungumza kwa mfano wa mashamba, na alikuwa anazungumza kwa habari ya kuajiri, na anaongelea kuhusu sisi kuzaa matunda. Listen, na naomba tupatane vizuri hapa.
anaongelea kuhusu sisi kuzaa matunda. Na mara nyingi huwa tunafikiria kwamba matunda tunayoyazaa, asante Roho Mtakatifu, tunafikiriaga matunda tunayoyazaa ni matunda ya Roho Mtakatifu, na wakati Roho Mtakatifu ana matunda, Roho Mtakatifu ana tunda, nasema tunda la Roho. Tunachanganyaga sana kati ya tunda la Roho na sisi kumzalia Mungu matunda. Sisi hatuwezi kuproduce matunda ya Roho au tunda la Roho. Sisi hatuwezi kuzalisha tunda la Roho. Kwa sababu gani? There is no capacity within us. Hatuna nguvu ndani yetu ya kuzaa yaliyo ya Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yetu ndio huwa anayezaa matunda ndani yetu. Kupitia sisi ndio anayezaa matunda ndani yetu. Kwa hiyo ina maana mtu akikuangalia wewe anaona watoto wa Roho Mtakatifu, na watoto wa Roho Mtakatifu ni uvumilivu, upendo, utu wema. Haya ni matunda yanayotokana na tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ina maana Roho Mtakatifu ndio anayezalisha kutoka ndani yako hivi vitu vyote. Wewe huwezi kuzalisha uvumilivu, huwezi kuwa na uvumilivu, huwezi kuwa na utu wema. Ni kazi za Roho Mtakatifu anazozifanya ndani yako, na anapozifanya hizo ndio matokeo na uwezo wa kuonekana. Sasa matunda ambayo wewe una uwezo wa kuyazaa ni kwamba matunda yako wewe ni watu wengine ambao bado hawajamjua Mungu. Kwa hiyo ina maana unapoenda unawavuna. Ndio maana maandiko yanasema hivi, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Anapoongelea watendakazi ni watu gani? Watu wa kuangalia bustani, watu wa kwenda kumwagilizia, watu wa kwenda kunyunyizia maji kwenye matunda, kwenye mbegu ambazo Mungu amezipanda. Kwa ukisikia mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache, ni kwa sababu yeye tayari ameshapanda, na alipopanda haya mavuno yanakuwa sasa. Anayeangalia haya mavuno na kuhakikisha kwamba hiki kitu kimesimama ni wewe ambaye Mungu tayari amesha kutengeneza na amekutuma kwenda kufanya kazi kwenye shamba lake. So kila aliyeokolewa, kusudi la Mungu ni kwamba huyu aliyeokolewa akue, afike sehemu aanze kuzaa matunda. Kwa maana nyingine, afike mahali awe na matokeo ya kuwaleta wengi kwa Mungu. So ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Warumi 8:29, maandiko yanasema Yesu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ina maana Yesu anapozaliwa kama mzaliwa wa kwanza, Yesu alipozaliwa kama mzaliwa wa kwanza, Yesu akaandaa watu 12. Watu 12 ambao aliwaandaa. Hao watu 12 wakasaidia kuzaa wengine na wengine na wengine na wengine. Na utagundua kwamba tunaenda hivyo, tukizaa matunda, tukizaliana sisi kwa sisi. Kwa Roho Mtakatifu anapopanda mbegu kwa mmoja, ile mbegu inaanza kuangaliwa na ndugu wote ambao tunaizunguka. Hii ndio sababu au ndio kazi kubwa ya vipawa ambavyo vimeachiliwa kwenye mwili wa Kristo. Yaani unapoona kuna wachungaji, wainjilisti, vipawa sijui vya manabii, mitume, vyote ni kwa ajili ya kuhakikisha kile ambacho Mungu amekizaa kinalelewa. Kile ambacho Mungu amekizaa kinalelewa. Na kinalelewa na watu gani? Kinalelewa na hawa waliozaliwa, kanisa la wazaliwa wa kwanza. Kwa wale waliozaliwa wa kwanza ndio wanaolea ndugu zao. Wanaleaje ndugu zao? Hawawezi kulea wenyewe. Kwa Mungu anawapa vipawa. Akiwapa vipawa, hivi vipawa vinatumika ni kama tools, ni kama nyenzo zinazowasaidia kuwalea ndugu zao, ili ndugu zao waweze kukua na kuongezeka. So watu wengi kati yetu sisi ambao ndio tumeokoka, kila tulipoingia kwenye wokovu, akili zetu na mawazo yetu ni kwamba tumeokoka ili kusudi kwamba tusichomwe moto, siku moja twende mbinguni. Do you get what I'm saying? Yani tusichomwe moto, tunataka twende mbinguni. Kwa hiyo sisi tumeshaokolewa, acha tujilinde, tujitenge mbali na dhambi ili kusudi kwamba twende mbinguni. This is why, hii ndio sababu wengi wetu katika mindset zetu tumekuwa tunapigana sana ili kusudi kwamba tusiharibike sisi. Focus yetu kubwa iko tusiharibike sisi. Kwa unakuta mtu anajilinda wachawi wasimuue. Unakuta mtu anajilinda yeye mwenyewe, anajilinda
asimtende Mungu dhambi. Anajilinda ili asiingie kwenye makosa, ili aendelee tu kuwa safi mpaka wakati ambapo ataitwa mbinguni. Labda kama itatokea amekufa au parapanda imeita, basi aondoke, lakini awe salama, asiguswe na chochote. Na kwa mindset hii ndio nakuta kuna watu wakiingia kanisani, wakiona mtu mpya anakuja, mwingine yoyote ambaye bado hajamjua Mungu, maskini, wanamshambulia kwamba huyu atakuja kutuchafulia kanisa. So anaweza ingia mtu kanisani siku ya kwanza amevaa kimini chake, wakampiga stop kwamba aisee, sisi hapa tutaki watu wa namna yako, wakamzuia, bila kujua ya kwamba hii ni mbegu ambayo Mungu ameipanda, ni mtoto ambaye amekuja, ameletwa, na wewe ni mzazi, unatakiwa kumpokea. Na wangapi wana experience ya watoto wanapozaliwa? Nimewahi kupata experience kidogo kwa kusoma vitabu, lakini pia kuona baadhi ya clips na video, na kuona mtoto anapozaliwa, mtoto anakuja na kila namna ya uchafu, damdam zile sijui nini, kila namna ya vurugu, na anahitaji mtu wa kumchukua, kumsafisha, mpaka ukikuta amekatwa kile kitovu, amepewa mama yake baadaye akiwa msafi. Kuna process imefanyika hapo. Sasa wengi anapokuja kanisani, anakuja hivyo mchafu. Sisi tulio ndugu, because we have not been mentored, kwa sababu hatujatengenezwa kwamba sisi tunatakiwa kuwa na mindset ya wakunga, kwamba watoto wanakujaga hivi, tunawa ignore, we block them. Tunaanza kuwa block watoto hapo mlangoni, nyie hamtakiwi kuingia hapa. So kwa sababu hiyo, ile kuzaliwa kwa watoto waliotakiwa wazaliwe upya hakutokei. Tunaua watoto, we become aborters, we become terminators. Tunaanza kuterminate watu kwenye milango ya kanisa. This is what we have been doing. Why? Kwa sababu hatujawa trained kujua ya kwamba sisi ni sehemu ya kusaidia kile ambacho kimepandwa na Mungu kulelewa katika mikono yetu. So nakuta aliyezaliwa, kwa sababu hajui process ya kuzaliwa inakuaje, anachokifanya yeye mwenyewe, anaanza kujiosha mwenyewe, anajitakasa yeye mwenyewe, anajipanga, anavaa vizuri, anatafuta muonekano ambao unafanania na kanisa alilolichagua, kanisa la kwenda. Na akifika hapo anaanza kuigiza kama watu wa kanisa hilo. Kwa akimuona mtu mwingine yote ambaye havai kama yeye au hayuko katika muonekano wake, amekuja kwenye hilo kanisa, wanamzuia kwamba hapa sisi hatukuhitaji. Kitu ambacho tumekuwa tunakifanya, tunakuta tunaua watoto ambao Mungu alikusudia wazaliwe kupitia mikono yetu, sisi ambao tayari tumekwisha kutangulia, tumekuwa and we are matured. Mtoto mdogo ukimchukua ukamweka chini, unaweza kumwekea hapa chakula na hapa mchanga, akaanza kula mchanga. Wangapi wamewahi kuona hizo experience kwa watoto? Unaweza kumpa mtoto chakula kwenye sahani, akawa na kimwaga, anataka akile chini. And you are wondering, huyu mtoto anamwaga kutokea chini. Kama una uvumilivu ambao nilikwambia ni tunda la Roho Mtakatifu, huwezi kumlea huyu mtoto. Huwezi kumlea huyu mtoto. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtoto namna ambavyo yuko hajui kipi ni kisafi, kipi ni kichafu. This is why utakuta sawa, mtu anakuja kanisani, anaendelea kuwa anakuja kanisani kusali, anasikiliza nyimbo za secular, leo anamsikiliza Zuchu, kesho anasikiliza nyimbo ya gospel, hajui tofauti kati ya chakula cha kwenye sahani na kilichotupwa chini. Sasa kwa sababu hajui hiyo tofauti, wewe unaanza kumtandika na fimbo badala ya kumsaidia kumweka katika mazingira safi ili ajue hii ni sahani na chakula huwa kinaliwa kwenye sahani. I hope kuna watu tunaenda nao. Roho Mtakatifu nisaidie. So mtoto asipofundishwa au kaka asipofundishwa, akikuta mdogo wake anakula hivyo au anachezea mchanga, atakachokifanya ni kumpiga au pengine kumkataa kwa kuona kwamba huyu hafanani na mimi. Lakini akifundishwa atamuelekeza kwamba usile mchanga, atamtoa, atamuhamisha kumweka sehemu nzuri. Kwa nini? Kwa sababu huyu amefundishwa ya kwamba chakula, do you get what I'm saying? Chakula sio mchanga, chakula ni hiki ulichowekewa kwenye sahani. Kwa hiyo unatakiwa ule hapa, na atasimama kumsimamia mpaka hakikisha huyu mtoto anakula chakula ambacho kiko ndani ya sahani na sio kilichoko chini. Now, kitu kitakushangaza ni kwamba huyu anayemsimamia naye aliwahi kuwa hivyo, lakini kwa sababu amegrow into status and mature, imefika sehemu anajua tofauti kati ya mchanga na chakula.
Sasa akija mdogo wake ndio anaanza kumsaidia. Usifanye hivyo. Ndio maana nikasema, je, kuna mtu hapa ambaye amekuwa mzaliwa wa kwanza? Ukiwa mzaliwa wa kwanza na umelelewa kwenye familia ambayo kuna wadogo zako wengi, utakuta majukumu mengi ya wazazi unayafanya wewe. This is what God had programmed, kwamba sisi ambao tumezaliwa au tumejua kwanza wokovu, ni jukumu letu kuwasaidia wale wanaozaliwa upya kila siku ili wapate kujua njia ya Mungu. That is the idea of God. Badala yake tumekuta sisi tunajilinda ili walioko duniani wasituchafue nao. Mungu atapata watu wapya. Wapi atakapopata watu wapya? Ikiwa watu wanaokuja wote, we crush them and we throw them away. Tunawatupa tukiwa tunasema hawa wamjui Mungu, waondoke, pita kushoto huko. Sisi kanisani kwetu hatutaki hiki kitu. Anakuja mtu, ukimwangalia unaona kabisa huyu ni mvuta bangi. Immediately alipofika wakati huo, mnaanza kumisolate, mnamtupa kushoto. Mnapomtupa kushoto, akikaa siku 2, 3, 4, kuna vitu vinaanza kutokea kwenye ufahamu wake. Kumbuka ni mtoto wa kiroho, hajui chochote. The only language, lugha pekee ambayo watoto wanaielewa huwa ni upendo. No matter what you do, wewe ongea unachoongea, wanunulie vitu unavyovinunulia. The language that a child understand ni language ya upendo. Ni lugha ya upendo peke yake. And it applies the same way kwa mtoto mpya ambaye amezaliwa upya ndani ya kanisa. Lugha peke yake anayoielewa ni upendo. Nye, semeni kwa lugha mpya, rama sekete pakata, shididididiba, lebogada. Mpigieni mziki, fanyeni kitu, kama hamna upendo, haelewi. They will never understand. They will never stay in that church. Hawawezi kubaki kwenye hilo kanisa. Hawawezi kutamani kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu lugha mnayowasemesha sio lugha wanayoielewa. Lugha inayoeleweka na watoto ni ya upendo tu. Mpige unavyompiga, but show them love. Wapige kwa upendo. Let them know that you love them. Watakapojua hiki kitu, hiyo mindset ya kuwa kama wewe itajengeka tu, and they will grow up. They will become what you are. Watakuja kuwa kile ambacho wewe unakuwa. So, Mungu alipotuumba, alituumba upya katika wokovu ili kusudi kwamba sisi tukue, tuweze kuwasaidia wanaokuja, wale ambao wataokolewa. Badala yake sasa unakuta wengi wetu, this is what we do. Mtu akisha okoka, they become receivers, not givers. Unamuuliza mtu una miaka mingapi kwenye wokovu? Anakuambia mimi mwaka wangu wa 16. Katika miaka yake ya 16 hana mtoto hata mmoja wa kiroho. Hana mtoto hata mmoja ambaye ame uwezo wa kumsaidia kukua. Maandiko yanaongelea kwa habari ya Apollo, ambaye Apollo alionekana na watu wanaitwa wakina Priscilla na Aquila. Walipomuona hawakuchukulia kwamba okay, huyu ni kijana tu, ni mtumishi wa Mungu ambaye anahubiri huko na huko. They called him. Kumbuka Priscilla na Aquila, naongelea habari ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Priscilla na Aquila hawakuwa wachungaji, wala maandiko hayasemi kama walikuwa ni mitume, lakini waliona kitu cha kimungu kwa huyu mtu. Licha ya kwamba Apollo alikuwa anafundisha na anaishia kwenye habari za Yohana Mbatizaji peke yake, waliona na wakajua kwamba huyu ni mtoto ambaye anahitaji malezi. Akipata malezi ana uwezo wa kuwalea wengi. Na ukiendelea mbele kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utaona Apollo alikuja kuwa msaada mkubwa sana. This is the structure. Hii ndio structure ambayo Mungu ameijenga na anataka kila aliyezaliwa upya au kila aliyeokoka aweze kuijenga, kwamba ukae kanisani ili kusudi kwamba kukaa kwako kanisani kuje kuwa faida kwa wengine ambao watakuja kuokoka baada yako. Sio ukae kanisani alafu watakao kuja kuokoka baada yako wafike mahali wawe ni muwe kama ndugu ambao yani mnaogopana, kwamba huyu ni bro, huyu yeye ndio ana upako, huyu ndio ana uwezo, huyu ndio ana kitu fulani. No. Maandiko yanasema hivi, Mungu ametupa urithi sisi wote. Ina maana urithi ule ambao ni wa mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu, urithi huo ametupa sisi. We are co-heirs with Christ. Ina maana wote tunamiliki 100% za urithi wa Mungu. Wote tunatakiwa kutembea kwenye mamlaka,
wote tunatakiwa kutembea kwenye miujiza, wote tunatakiwa kutembea kwenye nguvu, wote tunatakiwa kutembea kwenye upako. Na hivi vitu tunatakiwa kutembea wote hivyo kwa ajili ya makusudi ya kuwavuta wengi kwa Yesu, ndugu zetu wengi waje. So God is not releasing, Mungu haachilii zawadi ya prophecy au unabii au utume au nini kwa ajili ya watu binafsi. Anaachilia kwa ajili ya kusaidia watoto wengine wanaokuja wapya, kuwajenga ili wakue. Hizi ni nyenzo. Kwa kila wakati unapoona labda kuna aposto au kuna mchungaji au kuna nini, hizi ni nyenzo ambazo wamepewa kutusaidia sisi, na haitakiwi inapita miaka 10 unakuta mtu huna nyenzo yoyote kati ya hiyo. Unatakiwa ndani ya muda kwa kukaa tu ukue, ufike hatua uwe na nyenzo mojawapo kati ya hizo, ili kusaidie kufika hatua kufanya nini? Kuwalea wengine ambao wanazaliwa upya. Bila hivyo kizazi kitapita, kizazi kitaondoka, na hatutaweza kuwa na watoto wapya ambao wamekuwa vizuri au wamelelewa. Kwa nini? Kwa sababu wazazi waliotulea sisi walikufa. Kwa hiyo tumebaki mayatima na hatujui namna ya kuleana. Hatuelewi namna ya kumlea mwingine. I hope unafahamu ya kwamba kila baba kabla ya kuwa baba alikuwa ni mtoto. Kwa ili afike hatua aweze kulea na kuzaa, ina maana anafundishwa namna ya kuwa baba. Mama anafundishwa namna ya kuwa mama. And then they become, once they become, wanapokuwa nao wana uwezo wa kulea wengine, so wanazaa na kulea. That is the idea of God. Kwa Mungu alipotoa, we were given, tulipewa ili sisi tuweze kutoa. We were equipped so that we can be able to equip. Naona? Tunatumwa ili na sisi tuweze kuleta. Naona? So Ukristo, kama Ukristo, hivi ni vitu ambavyo natakiwa uvijue. Wengi wetu tuna ignore neno la Mungu. Nasema hii ndio sababu ukimwambia mtu omba, anakuambia mambo ya wachungaji. Ukikutana na mtu anaomba anakuambia kabisa mambo ya wachungaji, haoni kama yeye ni part and parcel ya kuomba, kwa sababu hajichukulii kama ni mtu ambaye anatakiwa kulea mtu yoyote. No, hajichukulii hivyo. Ukimwambia omba anasema mimi sio mchungaji. Funga, mimi sio mtumishi, mimi ni mwananchi tu wa kawaida. Ukimwambia soma neno la Mungu anasema mimi kwani nina kanisa? Mimi sina kanisa. Kumbe ni wale waliotulea, they did not implant in us, hawakututengenezea project ya mfumo, au hawakutengeneza project ya mfumo wa Mungu na kuhakikisha kwamba tumejua ile blueprint au utaratibu wa kimungu ambao Mungu alikusudia kwa ajili ya kanisa, ya kwamba kila mtu amekuwa equipped au amezaliwa upya, na yeye ana uwezo wa kuzaa, ana uwezo wa kuleta matunda ya kimungu ndani ya kanisa. So watu wanaanza kukwepa kwa sababu wanahisi ni kwamba hizi kazi ni za watu fulani. Na kwa miaka mingi iliyopita ndio tumefika hatua unakuta kila mtu amekaa kanisani ana miaka zaidi ya 5, miaka zaidi ya 10. Na katika hiyo miaka akipata matatizo hata madogo tu, wote tunakimbilia kwa mchungaji. Mchungaji niombe, mchungaji nisaidie. This is why we don't understand, atuelewi hata linapokuja swala la kutoa sadaka. Mara nyingi tunawapa watu sadaka tukiwa tunaamini wao wanakubalika sana na Mungu kuliko sisi. Do you get what I'm saying? Sisi kama tunaelewana jinsi ambavyo hiki kitu kina affect mambo mengi. Yaani ya kwamba mtu anaenda kutoa sadaka kwa mchungaji kwa sababu anaamini mchungaji yuko karibu na Mungu kuliko yeye alivyo karibu na Mungu. Lakini kama na yeye angekuwa na uwezo wa kutoa pepo, lakini kama na yeye angekuwa na uwezo wa kutoa unabii, linapokuja swala la kwenda kutoa sadaka, asingesema naenda kumtolea sadaka nabii, angejua naenda kumtolea sadaka Mungu, kwa sababu vitu ambavyo nabii anavyo hata mimi ninavyo. Ila tunapoenda kumtolea Mungu, hatuendi kumtolea nabii, tunaenda kumtolea Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu. So kusudi la Mungu au mawazo ya Mungu kwa ajili yetu ni kuhakikisha kwamba Ukristo tuliopokea au kile ambacho tumekipokea, mafundisho tuliyopokea, wokovu tulioupokea, uwe culture, uwe utamaduni, uwe lifestyle na sio kikundi. Ina maana kwa lugha nyingine au kwa lugha nyepesi, Mungu alipokuokoa wewe, wokovu aliokupatia ni utamaduni wako. Unatakiwa kuishi kwenye huo utamaduni. Na mfano nitakuuliza, ili uishi kwenye utamaduni
wa Watanzania, unatakiwa kufanya nini? Hamna kitu unachotakiwa kufanya. Unatakiwa kuishi tu. You are supposed to live because you are in the culture. Ukisikia Watanzania jinsi walivyo, tabia zao ni hivi, hizo tabia zinakuja automatic. Hauendi kusema ngoja nijifunze namna ya kuishi kama Watanzania. No, wewe ni Mtanzania already. Uko ndani ya Tanzania, na kwa sababu uko ndani ya Tanzania utajikuta unaishi automatic kama Watanzania kwa sababu unakaa Tanzania. Ukimchukua mtu hapa ukampeleka Marekani, akikaa Marekani kwa kipindi cha miaka 10, hata kama yeye mwenyewe ajijui, watu watakaotoka huko wakifika kule watakuta kuna tabia zake fulani zimeathirika, ameanza kuishi kama wa Marekani na wakati sio Marekani. Do you get what I'm saying? So ni makusudi ya Mungu ya kwamba kila mtu aliyezaliwa upya automatic aanze kuishi katika tamaduni za waliookoka, hata kama hajajifunza. Uhitaji kujifunza, yani ni automatic zinakuja. Kwa nini? Kwa sababu unaishi ndani ya culture, unaishi ndani ya utamaduni wa wokovu. So haya mambo ya kutoa pepo, sijui kupokea baraka na ni utamaduni. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya kutoa pepo ni kwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanatoa pepo, hahitaji okay, let us study. Acha tumsome mtu anaitwa Yesu. You get what I'm saying? Tumsome mtu anaitwa Yesu. Yesu alikuwa aendi kutoa mapepo. Yesu alikuwa analetewa watu wenye mapepo ili awatoe. Kwa mahali popote ambapo Yesu alikuwa anakanyaga, yalikuwa yanamfuata yenyewe, ana submit. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu yeye alivyo ndani yake ana nguvu ya kuyatoa pasipo kufanya chochote. Akija hapo amebeba utukufu wa Mungu, au amebeba ni kama wavuta bangi wakimuona polisi. Hahitaji kujitambulisha kwamba mimi ni polisi. Immediately wakimuona wanaanza kukimbia kwa sababu wanajua huyu mtu ni mtu fulani. That is what God had in mind kila alipokuwa anaokoa mtu mmoja wetu, ya kwamba ifike mahala tunaishi kwenye hiyo asili kiasi ambacho, kwa sababu tunaishi kwenye huo utamaduni, ukiingia eneo ambalo lina mapepo yanaanza kutoroka yenyewe, kwa sababu yanajua aliyeingia hapa ni Mungu. Badala yake unakuta we waste time, tunaanza kujifunza namna ya kutoa mapepo maruani, majini makata. Jini makata unalitoaje? Jini makata unatakiwa ufunge siku 3 ili uweze kulitoa. Na wakati kwenye mpango wa Mungu ni kwamba kila aliyeokolewa akaoshwa kwa damu ya Yesu, ndani yake Mungu anakaa. Kwa kila anakoenda, mapepo yakimuona yanaondoka yenyewe, kwa sababu yanajua aliyekuja hapa ni mtawala. Do you get what I'm saying? So mind ya Mungu au makusudi ya Mungu ni kila mmoja wetu aweze kuleta mtu. Kila mtu aweze kuleta mtu. Ngoja nikwambie, let me tell you something, and this will help us. Hii itasaidia ufahamu wetu kwa sehemu. Ukienda kusoma historia ya kanisa la kwanza, hawakuwa na makanisa. Sijui wangapi wanaelewa hiki kitu. Historia ya kanisa la kwanza hawakuwa na makanisa. Petro au Paulo walikuwa wanaenda kwenye masinagogi kufundisha ili kuwavua Wayahudi, kuwaleta Wayahudi kwa Yesu. Kwa watu wote wa mataifa hawakuaga na makanisa. Hakuna mtu wa mataifa hata mmoja ambaye alikuwa na kanisa. Hawakuwa na makanisa, na sio tu walikuwa hawana makanisa, hawakuwa na makanisa, na wala walikuwa hawaruhusiwi kuingia ndani ya masinagogi ya Wayahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wachangamani na watu wa mataifa. So kwa sababu walikuwa wachangamani na watu wa mataifa, kila ambao walikuwa wanahubiriwa ni watu ambao unamkuta mtu ana tunguli zake, anapiga tunguli, unamhubiri, anazichoma moto, kesho hana pa kwenda, anakaa. Kwa kesho wewe unakuja unamfundisha, baada ya muda watu wanaanza kukusanyika pale kwake, anaanza kuwafundisha yale uliyomfundisha yeye, na baada ya muda wewe ambaye umewafundisha unapita tena kwenda kuangalia kwenye kila nyumba wamefikia wapi. Do you get what I'm saying? That was the structure. Hiyo ndio mfumo wa kanisa la kwanza lilivyoanza. Do you get what I'm saying? Hakukuwa na mambo ya light, sound, microphone, muziki. Kilichokuwa ni kwamba mtu anakuja, anakushuhudia habari za Yesu.
unaokoka. Ukiokoka anakufundisha, anaweza kukaa kwako labda wiki 2 au wiki 3 au mwezi. Baada ya hapo anaondoka. Wakati yuko kwako kuna watu wengine wanakuwa wanakuja. Akiondoka yeye anakuachia hawa watu, wewe unaanza kuwafundisha. Akienda anazunguka kwa watu wengine pia ambao hawajafundishwa wala hawajui chochote. Baada ya muda anarudi kwenye kila nyumba kuja kuangalia mmefikia wapi hapa? Hapa mmefikia wapi? Hapa mmefikia wapi? Na anapoona kila kitu kutokea hapo, anaanza kuwasaidia maeneo ambapo mmepungukiwa. Labda kuna challenge mlikutana nazo, kuna vitu ambavyo mlikuwa mvielewi, mnaanza kuvipokea. Hapakuwa na mpango wa masuala ya wachungaji, sijui kanisa la mitume na manabii. No. Ukienda Yerusalem, sawa, na Antiokia, ndio maeneo ambapo ulikuwa unakuta kuna jumuiya ya Wakristo. Watu, maandiko yanasema Wakristo waliitwa kwanza hapo Antiokia, waliitwa kwanza hapo kuwa Wakristo, kwamba hawa ni watu wa Kristo, hawa ni wale wanaomfuata Kristo. Kwa ina maana waliokuwa maeneo mengine huko hawakuwa na makanisa, zilikuwa ni nyumba zao. That means tangu siku ulipookolewa, ulipoanza kwenda kujifunza, baada ya miaka yako 5, ni makusudio ya Mungu kwamba kwako pia kuwe kuna watu wanakuja kujifunza nyumbani kwako. Wanaokutembelea wote hawaondoki kama walivyokuja. Akija mtu anasema nimekuja mara moja hapa sijui na nini kukutembelea na nini, haondoki hivi hivi. Anaondoka akiwa na kitu na anaamini, naye akiondoka huko anakwenda anakuja kusema kuna watu fulani nimeona na nini, nimeona wanafundisha habari za neno hizi, hebu twende tukasikilize. Wanaenda kusikiza, na wakati wanafundishana hivi vitu, Mungu anaanza kuhudumia mahitaji yenu. Kwa kama kuna mgonjwa, Mungu yule yule anaachilia upako wa kuponya, watu wanaanza kupona. Hivi ndio vitu vilikuwa vinatokea kwenye revival kama za Azusa. What happened was the house, nyumba kwa nyumba. Hapakuwa na watu kwamba unasema huyu mtu ni mtume, huyu ni nabii. Mungu alikuwa anatumia watu wa kawaida kabisa. So kitu gani nataka kusema ni kwamba upako wa kuponya uko ndani yako, kwa sababu huyo roho anaoishi ndani yako ndio aliyemfufua Yesu kutoka mauti. Kwa sababu ni huyo upako wa kuponya, wa kufufua wafu, upako wa kuponya magonjwa, upako wa kufanya miujiza, upako wa kutabiria uko ndani yako. Isipokuwa you don't exercise it, au ufanyii kazi, umelala. Maandiko yanasema msiache kuvitumia vipawa mlivyopokea kwa kuwekewa mikono. So kuna upako ambao umelala ndani yako na hauwezi kufanya kazi kwa sababu you don't believe. Kumbuka mambo ya rohoni hayafanyiki wala hayafanyi kazi kama mtu aamini. Kwa kama uamini kuna nguvu ya Mungu ndani yako, haitawahi kufanya kazi. Na makusudi ya Mungu yalikuwa au yako mpaka leo, ya kwamba wewe kokote unakoenda, ukifika kazini kwenu, kama kuna mtu anahitaji kumjua Yesu, kuna mtu hajamjua Yesu, sio anahitaji, kuna mtu hajamjua Yesu, wewe uwe msaada kwake kumjua Yesu, ili huyu mtu azaliwe. Na kwa hiyo ina maana anapozaliwa upya, wewe ndio you become the teacher. Na kwa sababu unakuwa mwalimu, unaanza kufundisha, utamfundisha huyo. Kwa elimu hiyo ndogo ulionayo utamfundisha huyo, utafundisha wa pili naye atamfundisha watatu. Mungu atakapoona uhitaji ya kwamba hawa watu wanahitaji zawadi, Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anaanza kuachilia zawadi za unabii. Kwa utashangaa kuna watu ulikuwa unawafundisha, ghafla unaanza kuwatabiria, ghafla unaanza kuambia pokea. Kama ulikuwa una mtoto, pokea mtoto. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akiangalia kushoto kulia, haoni mtu zaidi yako. God is ready to use each one of you. Mungu yuko tayari kutumia kila mmoja wetu, lakini tumemzuia, tumefunga kwa sababu mindset zetu ziko kwenye eneo moja, ya kwamba Mungu ana watu special anaowatumia kwa ajili ya majukumu special. Nyewe wengine wote hamna kazi yoyote ya kufanya. No sir. Wewe ni ndugu wa ndugu yako ambaye bado hajazaliwa. Siku atakapozaliwa, msaada wake ni wewe. Kwa kama wewe sio msaada wake, that means ndugu yako atakufa. That is why we were saved. Hii ndio sababu tuliokolewa, ili tupate kuwa msaada, tukitenda kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema nasi tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na. Mungu afanyagi kazi peke yake, anafanya kazi pamoja na. So ukimpenda Mungu, ule upendo ulioko ndani yako unaanza kuextend kwa watu wengine. Watu wamjue Mungu. People needs to know God. Katika maisha ya Ukristo au katika maisha ya wokovu, focus yetu sio mapepo.
No, sio mapepo. Focus yetu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba watu wamemjua Mungu aliyetuokoa, watu wamemjua baba yetu aliyetuumba. Baba, that is the focus. It's not about demons. So kila wakati tunapoenda kanisani, asubuhi, mchana, jioni, we teach one another about mapepo. Mapepo yanayokaa kwenye kona, mapepo yanayoingia kinyume na that is not the focus. The focus is watu wamjue baba. Watakapomjua baba, huyo baba atawaempower, atawasaidia kujua namna ya kuenenda. Watakapoenenda kwenye nuru, hakuna giza linaloweza kuwagusa. Maandiko yanasema tuenende kwenye nuru. Sasa kama tunaenenda kwenye nuru, maandiko yanasema je, pana urafiki gani kati ya giza na nuru? Ina maana giza haliwezi kusogea kwa sababu unaishi ndani ya nuru. Lakini focus yetu unakuta sasa tumehamisha, badala ya kumjua Mungu, focus yetu iko tunahitaji kujua mapepo gani na mapepo gani yana uwezo wa kukufanya nini. Na wakati katika mpango na makusudi ya Mungu ni kwamba kila mtu aliyemwamini Mungu aweze kutembea katika nguvu za Mungu, aweze kumjua Mungu, aweze kumpenda Mungu, amfahamu baba yake. Na anayeweza kumsaidia mtu kumjua baba yake ni wewe ambaye tayari umeshamjua baba. Yesu alimjua baba, akaja akasema nimewajulisha jina lako. Nimejifunua, nimekufunua kwao. Wamekujua ya kwamba wewe ni baba yao. Na Yesu akawa kila akizungumza anatu encourage sisi ambao ndio sasa wazaliwa wapya. Unakuta mtu umezaliwa upya hapo, Yesu ana encourage, anasema nimewajulisha baba yuko hivi na hivi na hivi na hivi. You see? So kwa sababu hiyo, kwa sababu Yesu amekuja kumfunua baba, lengo la wokovu wako ni wewe kumjua baba, sio kujua mapepo. Mapepo ni kama umekutana nayo njiani, unatandika, safari inaendelea. Watu lazima wafike. Sikiliza, maswala yote yanayohusiana na mapepo, sijui mashetani, majini na vitu vingine, ni by the way ambazo inatokea wewe mtoto wa Mungu, una mission yako, kuna kitu unatakiwa kukiaccomplish katikati, hivi vitu vimeingilia. It is not your focus. So utashangaa ya kwamba kwenye kanisa la leo au kanisa tulilonalo sasa hivi, mtu anasafiri kama Yesu alivyokuwa anasafiri, alafu anaanza kukemea bahari kwanza. Hakuna chochote kimetokea. Anaanza kukemea, navunja nguvu za bahari, na ituliza bahari, na inyamazisha isiseme chochote. Ni kama ndani ya hiyo bahari umeshaambiwa bahari itakuua. Kwa nini Yesu hakuwa anakemea bahari mpaka wanakuja kumwamsha? That means hakuikemea bahari kabla hajaanza kusafiri. He went ahead. Tunaishi with so much fear. Tunaishi na uoga sana. Kwa sababu gani? Tumeshaambiwa ni kwamba kila kitu tusipokipiga kitatupiga. Kwa ni kama tunaishi kwenye ulimwengu wa kuindana. Tunatafutana kwamba yako wapi mapepo, yako wapi, where are they, pepo liko wapi tulipige. You see, so mtu unasafiri umeshajiandaa kwamba kama bahari na mpango wa kuchafuka, na iwai, na ifunga, na inyamazisha. Saa with that mindset, mapepo yanaanza kufahamu ya kwamba huyu mtu anatutarajia. So let us manifest ourselves ya kwamba tupo. Do you get what I'm saying? Nakumbuka nilikuwa nasikiza ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu. Alikuwa amelala, then suddenly the devil appeared. Shetani akatokea kwenye chumba chake. Alipotokea, the guy woke up, akamka, alafu akamwangalia, akasema kumbe ni wewe. Akarudi kulala. He went sleeping. Why? Because you cannot touch me. Huwezi kunigusa. I did not know that was you, but as long as nimejua sasa ni wewe, like what's up? Akaendelea na mambo yake. Leo hii unakuta Mkristo anaishi maisha ambayo ukisikia paka amelia, you begin to curse. Unaanza kukemea, na vunja kila roho, sijui za nini na nini. Some things were made to ignore. The demons are there everywhere. Listen, ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho you need to understand. Kila mahali ambako tunaenda kuna mapepo. Yani hata hapo ulipo sasa hivi, as I'm talking to you right now, there are demons surrounding you because they are spirit. Maandiko anasema hivi, Mungu anamuuliza Shetani, unatoka wapi? Anasema nimetoka kwenye kuzunguka huku na huko. That means kila siku unapotembea unapishana nayo. They are everywhere. If you put your focus on them, ukiweka focus yako kwake, ina maana that means you are aware of them and you give them priority. Unayapa attention. Wangapi wanaelewa kwa habari ya mtu, labda mfano labda kwenye mahusiano, yeah, you see. Kama kuna kijana unampenda, you see,
ukimkaushia na ukawa unaendelea na mambo yako kama vile nini, trust me, ni kama unamuita sana, unamwambia kwamba, ni kama unamwambia kwamba kwani unioni? Yani ni kama unamvuta hivi kutafuta huyu kwa nini anani-ignore? Kwani sionekani? You see? But ukiwa na attention na kila akitokea unajifanya jamani fulani ndio huyo amekuja. They begin to torture you. Anaanza kukutorment kwa sababu anakujua kwamba okay, imefika hatua unajua ya kwamba yupo. Unamuelewa. So sometimes we even dress up for the demons. Kuna wakati tunapendeza kwa ajili ya mapepo. Nifike hatua mapepo yasione jinsi ambavyo maisha yangu yamechakaa. That is none of their business. Dress however you want to dress. Dress with dignity. Go to church no matter who cares. The devil does not need to validate your life. Shetani hatakiwi kuwa anakaa chini anaandika anasema kwa sababu umevaa vizuri wewe ni mwana wa Mungu. Listen, haijalishi nimevaaje. Nimevaa pensi, nandala, si nandala, I am still a child of God. Yesu anafuata anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe kuwa mkate. He would bother changing it. Angehangaika kubadilisha jiwe kuwa mkate ili shetani akubali kwamba wewe ni mwana wa Mungu kweli. Watu wengi hapa tumekuwa tunahangaika. You want to prove the devil wrong. Kwamba hujafeli wala hujashindwa. Wewe ni mwana wa Mungu kweli kweli na Mungu yuko upande wako. Listen, ikiwa maandiko yanasema ikiwa Mungu yuko upande wangu, hakuna aliye juu yangu. That's it. That's final. Mungu hawezi kusema uongo. Devil, you are not on top of me. No matter what you do your worst. Ruka, pita pembeni, kanyaga unachokanyaga. You are not above me. I am seated with Christ. Nimeketishwa pamoja na Kristo. That is where I stay. Hiyo authority aliyekupa mimi simjui wala I don't care. I am not even in the mood to know who gave you the authority. Sina hata haja ya kujua nani aliyekupa mamlaka. But one thing I know. You are defeated. Ulitupwa. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo 12, wala mahala pako hapa kuonekana tena mbinguni. So you have no place in where I have been placed. Yesu anasema naenda kuandalia mahali ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ikiwa Yesu yuko mbinguni, that's where I am exactly. Na neema na mahali mbinguni. Shetani you don't have a place in heaven. And that calls you a loser. That calls you a loser. We have forgotten ourselves. Tumejisahau sisi ni wakina nani. We have been walking as if ni kama kuna watu fulani ambao they are so special. I'm not undermining, okay? I'm not undermining the place of preachers. Maeneo ya watumishi wa Mungu ambao I'm a man of God. Mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Then why am I teaching you? I am teaching you based on the scripture. Kwa kadiri ya maandiko, Mungu anataka wana wa Mungu. He is not about pastors, apostles, sijui nini. Listen, tunapofika mbele za Mungu hivi vyeo vyote watu wanaweka pembeni. We are all children, sons of God. Nimekwambia hivi makusudi ya vipawa au makusudi ya hizi zawadi ambazo tunaziona na tunazifurahia katika mwili wa Kristo ni kwa ajili ya kujenga kanisa, kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu wapya wanaokuja. Na Mungu aangalie hizi zawadi ampe nani na nani na nani. You can receive them. You can receive them. You can wake up tomorrow. Listen, unaweza kuamka kesho na ndani yako umepewa zawadi za kinabii. Una uwezo wa kuona, una uwezo wa kutabiri, na wewe una kanisa wala nini. You don't have a church. Una kanisa lakini una uwezo wa kutabiri. Sio kila anayeweza kutabiri lazima awe na kanisa. Sio kila aliyebeba neema ya mtume lazima aende kufungua kanisa. Sio kila aliyebeba neema au kipawa cha uchungaji lazima akafungue kanisa la milango. I have told you, kanisa la kwanza zilikuwa ni nyumba za watu. Kwa Mungu anaangalia uhitaji wa wale waliokuzunguka and he will give you that. Huna wagonjwa waliokuzunguka. Hayupo mgonjwa hata mmoja aliyekuzunguka because people does not see anything in you. Hawaoni chochote, wakikutazama hawajui chochote kuhusu. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mathayo 5:14 anazungumza anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu. That means kama nyie ni nuru ya ulimwengu, kila mnapoenda lazima nuru yenu ionekane. Mahali palipo na giza lazima nuru yenu ionekane. Sasa mbona hamfatwi? Hamfatwi kwa sababu you have no conscience. Hamjabeba huo ufahamu ya kwamba kila mlipowekwa nyie mmewekwa kama solution kwa ulimwengu. Mmewekwa kama majibu kwa ulimwengu.
Watu wakikufuata, you post them to your pastor. Ngoja nikuunganishe na mchungaji wangu atakusaidia. Mimi sina, I'm not saying ya kwamba you need to do this immediately, but that is exactly what God wants you to become. Ndicho ambacho Mungu anataka ufikie. Anataka ufike mahali ambapo watu wakikutafuta kwa kesi kama hizo, you are able to sort them. Listen, ngoja nikuulize, unafahamu ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu wanajaribu kutoa lile pepo lenye kifafa lililowagomea, yes, wakati wanajaribu, hawakuwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Hawakuwa na Roho Mtakatifu. Bado Roho Mtakatifu alikuwa hajawekwa ndani yao. That means walikuwa wanatembea na neno la confidence tu. Wamemwamini Yesu na unatembea na neno la confidence. Wewe unasema umemwamini Yesu, hata hiyo confidence una. These people, they had confidence. Na Yesu alipozungumza nao, hakuzungumza nao ya kwamba okay, hamwezi kufanya hivi vitu kwa sababu Roho Mtakatifu bado hajaja ndani yenu. No, alizungumza nao akawaambia hivi, ili swala haliwezi kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Hakuambia kwamba kwa sababu ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu hayuko ndani. No. Kwa ina maana kama pangekuwa na mtu ambaye angeweza kufunga na kuomba, angeweza kupata matokeo yale kama yale ambayo Yesu aliyapata. Sasa sio zaidi sana kwa wewe ambaye Roho Mtakatifu anaishi ndani yako na haufanyi naye kazi yoyote? Namchukua Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya mishono. Roho Mtakatifu niambie nisile chakula gani? Roho Mtakatifu niambie wameniwekea sumu. Like ni kama unaishi na mtumishi wako, unakuwa unampigia simu, niambie barabara fulani ina foleni. Eti Roho Mtakatifu niambie nikipita hii barabara huku wataniua au hawataniua. Can you imagine? We have downgraded the Spirit of God. Tumemshusha Roho wa Mungu kiwango kiasi kwamba vile vitu ambavyo tulitakiwa tufanye naye, hatufanyi naye. Kwa sababu gani? Hatumjui. We don't know him. Walk in a place, unafika mahali unaanza unamuuliza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, hebu nisaidie ikiwa huyu mtu ni mtu sahihi wa kufanya naye biashara au sio mtu sahihi wa kufanya naye biashara. How about getting in a place where mtu ambaye sio wa kufanya naye biashara hawezi hata kujaribu kuja kufanya biashara na wewe, kwa sababu anajua Roho wa Mungu anaishi ndani yako. Maandiko yanasema hivi, walijua ya kwamba Daniel miungu watakatifu wanakaa ndani yake. They knew. Walijua. Kwa walipokuwa wanajua hicho kitu, issue zote za ndoto na maono na nini, nasema mtafuteni Daniel. That is the guy. That means hata mtu akitaka kukutongoza, they don't even dare trying to come to you, because they know the Spirit of the living God lives in you. Do you get what I'm saying? Ukijua huyo Roho Mtakatifu uliyepewa ndani yako, maandiko yanasema roho yule aliyemfufua Yesu anaishi ndani. Ukimjua huyo na ukaanza kuadmire, kuadmit, acknowledge ya kwamba Roho Mtakatifu natambua uwepo wako, things will begin to change in your life in a way that you have never imagined. Mambo yataanza kubadilika kwenye maisha yako katika namna ambayo hujawahi kuona. You get in a business area, huhitaji kufungua biashara, kuomba kwamba Mungu naalika uwepo wako. Na sisemi ni vibaya. Mungu naalika uwepo wako. Listen, kila unapoenda Mungu ameenda. That means popote unapofanyia biashara wateja lazima waje. Maandiko anasema, Yesu anawaambia makutano kwamba mlipoenda nyikani mlienda kutazama nini? Upepo? Au mlienda kutazama jinsi ambavyo majani yanatikiswa? Au mlienda kutazama mtumishi wa Mungu? Yes, mtumishi wa Mungu indeed. That means kwa sababu Yohana alikuwa amembeba Mungu, alikuwa amebeba makusudi ya Mungu, amembeba Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu yuko ndani yake. I'm telling you, because the Spirit of God was upon John the Baptist, watu walikuwa wanamfuata Yohana Mbatizaji kwa sababu ya huyo Roho aliyeko ndani yake. Leo hii you have been praying about everything. Why? Because in your mindset, kwenye ufahamu wako ni kwamba Roho Mtakatifu anakaa na watumishi wa Mungu, wachungaji. Roho Mtakatifu anakaa na manabii, the apostles. Listen, ukaenda kusoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. Watu waliokuwako mahala pa juu Yerusalemu walikuwa 120, na wote ndimi za moto ziliwakalia juu yao. Hawakuwa mitume 12 peke yao, walikuwa watu 120,
na wote wakaanza kunena kwa lugha mpya. So this tells you ya kwamba roho huyo aliyeachiliwa ndani yao ndio roho huyo uliyempokea wewe na yuko ndani yako. Matokeo walioweza kuyasababisha una uwezo kuyasababisha wewe pia, lakini hauwezi kuyasababisha kwa sababu you don't know, you don't acknowledge. Maandiko yanasema hivi, kila anayemwamini Mungu inampasa kuamini ya kwamba Mungu yuko na yeye huwa anawapa thawabu wote wamtafutao. If there is no consciousness, kama hauna hiyo mindset ya kwamba Mungu yuko ndani yako, you will never see God. Hautamuona. Utamtafuta, utaenda kila eneo, you won't recognize. The things of the spirit, mambo ya rohoni yanajulikana kwa vitu vya rohoni. Maandiko yanasema sisi ni chumvi ya dunia. Mathayo 5:13. Yanasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 3:16. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sisi ni wana wa Mungu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa nani? Wana wa Mungu. Na wana wa Mungu ndio wanaorithi ahadi zote za Mungu. Ahadi mojawapo ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Guess what? You know nothing about it. You just want to spend time. Every day you come here, unataka tu ufike mahali, unafungua, unasikiliza, ikifika muda, amen, mtumishi, Mungu akubariki. Sio kusudi la Mungu. Lengo la Mungu ni kwamba utukufu wa Mungu utufunike sisi sote. Mungu aanze kupokea matunda kutoka kwetu. Mikono yetu ianze kubeba watu na kuwapeleka mikononi mwa Mungu, kwamba Mungu, nimekuletea huyu, nimekuletea huyu, nimekuletea huyu. Mimi ni mtendakazi pamoja na wewe. Na hiki ulichonipa nimekuja kuleta. Huyu Mungu hakuwa anasikia, sasa anasikia na kurudishia wewe utukufu. Mungu huyu hakuwa anakujua, sasa nimemfanya amekujua. Nimemhubiri habari zako. Anasema hivi, wataendaje wasipopelekwa? Listen, wanaopelekwa ni nyie, kila mtu, every one of us. Mbingu zinatafuta watu watakaoenda ili waanze kufundisha, ili waanze kusema, ili waanze kutenda kazi. And you are here receiving freely. Unapokea, you don't want to grow. Nitakuwa mjinga sana kama sitakwambia mpango wa Mungu na makusudi ya Mungu, yale yaliyoko ndani ya moyo wa Mungu. Nitakuwa mjinga sana kama sitakwambia, because I cannot do this job alone. I can only reach few people. Mimi na uwezo wa kufikia watu wachache tu, wengine nani atawafikia? Listen, do we even know kuna watu wangapi ambao wanamjua Yesu? Sio Wakristo, wanaomjua Yesu. Nani ataenda kuambia habari za Yesu? Do you think kuna mtu atatoka mahali huko alikotokea aje tu ashuke kutoka mbinguni afike aanze kuambia watu habari za Yesu? No sir. You are given the grace. Mungu alikuokoa ili wewe uokoe wengine, uwasaidie wengine kumjua Yesu aliyekuokoa. Juzi tulikuwa tunajifunza hapa, nikamwambia hivi, yule jamaa aliyekutwa kwenye pwani ya Wagerasi, alikuwa na mapepo 2000. Yesu alipomponya na akatoa yale mapepo 2000, Yesu huyo alimtuma huyo mmoja. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema baada ya huyo mtu kuwa ameponywa, wakaja watu waliokuwa wenye zile biashara, wakamfukuza Yesu, wakasema tunakusihi uondoke kwenye mipaka yetu. Ina maana uponywaji wa wale wote waliokuwa kwenye hicho kijiji ulitegemea na ushuhuda wa huyu mtu mmoja peke yake ambaye amepona. Pasipo huyo hakuna mtu ambaye angemjua Yesu. Ina maana ingekuwa kazi bure. Kwa yule aliyeponywa na mapepo yakaondolewa, angeamua kukaa kimya, hakuna kazi yoyote ambayo Yesu angekuwa ameifanya. Ila Yesu alimwambia makusudi, no, usifuatane nami. Rudi ukawaambie watu wa kwenu mambo makuu ambayo Mungu amekutendea. Kwa nini? Kwa sababu that is everything. Hicho ndio kila kitu. Nimekuokoa wewe ili wewe ukasaidie wengine kujua ya kwamba niko nayeokoa. We spend much more time depending on preachers for life. Maisha yako yote. You have never manifested anything. This is why vipawa vya Roho Mtakatifu hujawahi kuexperience hata kimoja. You don't experience it. Your heart does not desire many shall be saved. Hautamani, moyo wako hautamani wengi waokolewe. Unataka tu kwa ajili yako. Tukikwambia hapa sasa hivi, pray for your people, ombea watu wa kwenu waokolewe, you are not even ready to pray for your people. Na unasema Mungu anakaa ndani yangu. Paulo anasema nijapo nena kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai, ni kama upatu uvumao. Like, sio kitu. You cannot be
anything before God, ni hasara. Mungu amekufanya hivyo alivyokufanya ili usaidie wengine kumjua, apate mavuno, apate watoto wengi. That is what God did for you. Ndio kitu Mungu alifanya kwa ajili yako, ili kusudi kwamba uweze kuzaa matunda. Anasema mti usiozaa matunda utakatwa. So tumekaa hapa tunaamini mti usiozaa matunda ni tunda la Roho. No sir. Matunda ya Roho au matunda la Roho linazaliwa na Roho mwenyewe. Matunda ni wewe kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu. That's the plan of God, kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu, kuambia watu habari za Mungu. Yesu hajafika Samaria, lakini kwa sababu amekutana na mtu mmoja, huyu mwanamke atashuka Samaria na alete watu kwake. Anasema mimi nikiinuliwa juu nitawavuta wengi kwangu. Lini umemuinua Yesu? Wapi umeeleza habari za Yesu? Nani anajua? Marafiki zako, what do they know about Christ? Hicho kidogo ambacho unakijua, hicho kidogo ambacho umekifahamu kwa wakati ambao umekifahamu, sangapi kimemsaidia mwingine? Wapi kimekusaidia kumleta mtu kwa Yesu? I'm not saying ulete watu kwangu. No sir, I have no power, I have no grace to keep these people. Sina nguvu. Ila hawa watu wanatakiwa wakutane na Yesu kokote waliko, makanisa yote wanayoenda. Let them meet Christ. Wakutane na Yesu. So I charge you, people of God. I charge you, watu wa Mungu. You were saved so that God can have many. Wewe ni kaka, wewe ni dada wa mtu fulani ambaye ni mchanga, ni mdogo, bado hajamjua Mungu. God is looking up to you and is counting on you. If I don't tell you this, I will be condemned. Nitahukumiwa nisipokuambia hiki kitu, na nisipokisema nitahukumiwa mimi. So mimi nakwambia ili kusudi kwamba wewe pia ubebe huu mzigo wa kujua ya kwamba kila aliyekuzunguka lazima ajue habari za Yesu. Kila unapoingia kuomba, unaenda kuomba kwa sababu unajua wewe pia unamhitaji Mungu kwa ajili ya watu. Unapoenda kufunga, unajua kwamba Mungu, nahitaji kufunga ili niweze kuwakilisha vizuri kwa watu. Unapojitakasa, unajitakasa, unasema Mungu, najitakasa ili upate nafasi ndani ya mwili wangu. Mimi ni hekalu lako, ili kila ninapoenda nibebe uwepo wako. You don't just live anyhow na unasema mimi ni msharika, niko kanisa fulani. It is worse. Hauna tofauti na makaburi ambayo yamepakwa rangi nje, ndani ni maiti tupu, hamna kitu cha maana, ni mifupa vimeoza, udongo mtupu. Hakuna kitu. God wants you to do something about your life. Sema hivyo hivyo. Mwambie mtu hivyo hivyo. Yesu na kigugumizi, sema hivyo hivyo na kigugumizi chako. Do you believe the power of God can heal you? Yes, it can heal you when you begin to speak. I had one man of God. His name is Benin. Benin alikuwa anazungumza, anasema he had a trouble. Alikuwa na shida ya kigugumizi, anaongea maneno hayawezi kutoka vizuri. Na akapanda madhabahuni. Alipopanda madhabahuni, Mungu akumponya alipokuwa chini. Alialikwa kwenda kufundisha. Aliponywa na Mungu alipopanda madhabahuni na akafungua kinywa chake akaanza kusema. Pengine Mungu anaanza kugusa maisha yako pale utakapoanza kuwa na faida kwake. Pale ambapo utaanza kusemesha watu habari za Yesu. Utakaposemesha mtu mmoja, Mungu ataleta wa pili. Utakaposema na wa pili, ataleta watatu. Ukisema na watatu, ataleta na wanne. I'm not saying you are going to open church, but Mungu atakuletea wateja wa kutosha ofisini kwako, nyumbani kwako. Atakuletea watu wa kutosha nyumbani kwako. Atakuletea watu wa kutosha kwenye maisha yako. Destiny helpers watakuja kwenye maisha yako. Hawa watu wote wataletwa kwa sababu ulijaribu tu kufungua kinywa chako kumwambia mtu habari za Yesu. Some of you here, your destiny helpers, watu watakao watoa kwenye maeneo ya mateso, ni watu wanaohitaji kusikia injili. But you are scared. You cannot tell them anything. Hamwezi kuambia kitu. Unasema huyu anaonekana kama ameshamjua Yesu. No sir, watu hawamjui Mungu. The day I began to do this job, the day God called me, siku nilipoitwa na Mungu kwenye huu wito, ndo nilipojua watu wengi hawamjui Mungu. Most people we see, we think they know Jesus. No, hawamfahamu. They don't know.
It will shock you the amount of people that God will draw to himself when you begin to talk about Christ. So I'm telling you tonight, na Mungu akusaidie kuelewa ya kwamba assignment au jukumu lako la wewe unayemwamini Mungu ni kuwaleta wengi kwake. Jukumu lako sio kwenda mbinguni. You will go in freely. But jukumu lako kubwa ni ukue ili uanze kusaidia wengine. Hata katika utoto huo, try, God will see. Mungu atakupa neema. He will give you the grace kwa sababu anaona unajaribu, you are trying to do this. Kuna kitu unajaribu. Listen, mara nyingi mnaonaga watu wengi wanapataga faida. Unakuta mtu alikuwa na kitu kamtaji kadogo tu, anapewa mtaji mkubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu alijaribu katika mtaji wake mdogo. Kwa walipomwona wakasema huyu tukimpa mtaji mkubwa atafanya makubwa, wakamuongezea mtaji. Alikuwa na talanta 2, alikuwa na talanta 5, akazitumia vizuri, akaongezewa. Wewe uliyeizika hiyo talanta 1 utanyanganywa. Utanyanganywa. Oh, I'm still young, simjui sana Mungu. No sir. Kuna watu hawamjui Mungu hata kwa kiwango hicho kidogo ambacho wanamjua. So your work, your job, your calling is not just to be a Christian. Sio kuwa tu Mkristo. Ni kuwaleta wengi kwa Kristo. Kwa sababu Mungu amekupa neema wewe ya kumjua, ili wengine pia wamjue. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru. I am humbled. Thank you for the grace that you have given to me, oh God. I stand before you even tonight, even this hour, oh God, to thank you for that which you have placed in me. Mungu, ninakushukuru hata kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu ya zawadi ya wokovu. Many are still rotting in sin. Men are still, wengi bado Mungu wanateseka na kuhangaika katika maisha ya dhambi. You have shown me mercy. Umenirehemu Mungu, mimi pamoja na hawa ndugu zangu, ili Mungu tukapate kuwajulisha wengi habari zako. Father, we bless you and we thank you. Tunakushukuru kwa sababu umetusemesha hata leo kwa Roho wako. Mungu, tunakuheshimu. Tunakushukuru. Tusaidie, tupe ujasiri kila mmoja wetu wa kunena sawa sawa na mapenzi yako. Father, we thank you and we bless you. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. In the name of Jesus, Lord, I even pray for Hope, who is sick, and I connect her with each and every other of our members, wale ambao Mungu wameshindwa kujiunga leo kwa sababu tofauti tofauti. Gusa maisha yawe Bwana. Leta uponyaji kwa wale wanaoumwa Mungu. Jidhihirishe Mungu, katazame watoto wako na ukajidhihirishe Mungu katika namna isiyokuwa ya kawaida, ili kusudi kwamba wengi wakakuamini wewe na wengi wakajua kwamba wewe ni Mungu naishi. We bless you, O God. Father, I speak for healing. I speak for mercy. Ninaomba rehema kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila mtoto wako ambao Mungu yuko mahali hapa. Wale ambao Mungu anautarajia mkono wako, wasaidie kujua ya kwamba hata huo mkono wako umeinuliwa juu yao kwa ajili ya kuwaleta wengi kwako. Wengi kwako. Wengi kwako. Show us mercy, O God. Show them your mercy. Show them your grace. Mungu, kawaoneshe wema wako wote, ili kila mmoja wao akapate kujua ya kwamba Mungu umemrehemu na umemtendea mema kwa ajili ya kusudi ulilomuitia. Father, we pray for understanding. Tulinde, tuhifadhi Mungu. Tusaidie tukapate kutembea katika makusudi yako. We thank you and we give you praise. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata kwa ajili ya ibada ya kesho. Mungu, leta wengi kwako. Leta wengi kwako kwa ajili ya utukufu wako. We bless you, O God. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen.